tunaomba Roho Mtakatifu akaweze kutufungua masikio ya kiroho. Ni katika jina la Yesu tunakwenda kuomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo this morning tutakuwa na neno ndogo tu ambalo tutakwenda kukumbushana. we're going to have short words as we're going to have to remind everyone. Mbele ya kuendelea, labda ningeuliza, But before I continue, I'd like to ask, wanani ambao wana book note ili waweze kuinua kwanza mikono. who have wainue book note notes? zao. If you have a book note, please raise it up. Kule wa vijana sijawaona kule vijana. I don't see some of you guys raising your book note. Wa vijana mnazo book note? Do you have book notes? Asante sana. Mungu awabariki sana nyinyi ambao mnazo book note. God bless you all who have notebooks. Shabaha ya kuuliza hivi ni kwa sababu The purpose of asking that question was, tunapokuja hapa ni vizuri tuwe tunaandika yale ambayo tunafunzwa. it is because when you come to church, it is better to put down everything that you are being taught here. Kwa sababu wanasemaga kwamba maneno yanapita lakini kile kinaandikwa kinakuwa kina kumbukumbu. Because they say the word can pass but record remains. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Na kwa kuweza kupata somo letu, labda ningeuliza swali moja. Before we find out our subjects, I would like to ask one more question. Kama mtoto anacheza kwenye matope, If you see a kid playing in mud, nyinyi wakina mama mnamwambiaga huyo mtoto nini? what you women talk to that child who is playing with mud? Mwenye anaanza kuwa anajibu anaweza kutusaidia. Anyone with an answer, please come up. Tupe jibu. Who has an answer? Ha? She said, we call it crazy. Sijasikia vizuri. Nasema ni kichaa. Kichaa. Nasema kama anacheza kwenye matope, wewe mzazi unaweza kumwambia aje? If you see your kid playing in mud, what do you say, like as a father? Wamoja wanasema acha, Some utamkataza. people are saying, well, you're going to stop that child from doing that. Ni jibu sahihi tu. That's a correct answer. Labda kuna mwingine anaweza kutusaidia nyingine jibu. Is there anyone with another answer? Sawa. Anasema anaweza akamtoa kwenye matope na kumosha, ni vile. Some another one says I can take that kid. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Dada pale amejibu kwamba anaweza kumtoa mtoto kwenye matope. The lady answered that she can take that kid from that mud. Na neno letu la leo, And our word of today, tunapenda kujikumbusha juu ya kutoka. I would like to talk about taking from. Kutoka. Taking from. Naomba uandike. You can put that one down. Kutoka. Taking from. Ngoja nikupe mfano. I'd like to give you an example. Kuna kauli ambayo sisi tunazoea kuitumia. There is a sentence that we used to say. Ikiwa nimetoka hapa ninakwenda labda kwa Pastor Emmanuel. When, for example, I leave my place and go to Pastor Emmanuel's place. Nikifika pale naweza nikauliza, Pastor yupo? When I get there, I can ask, is the pastor there? Najua kuna kuaga jibu ambayo tunazoea kujibu sisi. And I know there is an answer that we used to give. Utasikia wanakupa jibu kwamba hayupo, ametoka. Sometimes they give an answer that Pastor Emmanuel is not there, he's not around. Ametoka. He left. Ina maana ya kwamba hayuko hapo, ametoka, kuna mahali amekwenda. That means Pastor Emmanuel is not there, he left and he went somewhere. Na najua baadhi ya wamoja ambao wanafanya kazi kwenye kampuni fulani. And I know some of you guys who are working to some companies. Kuna neno ambalo wanakutana nalo kule. There is also another word that you come across. Kuna ulizo ambalo wanakutana nalo kule. There is questions that you come across. How are you from? How are you from? Unatoka wapi? Where are you from? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Najua baadhi ya wamoja, I know some of you,
wanapokuwa makazini aidha masokoni, when they are at work or in the marketplaces, wameshawahi kukutana na swali kama hili. They've come across to those questions. Ndugu, umetoka wapi? My brother, where are you coming from? Unasikia, I'm from Africa. And you reply, I'm from Natoka Africa Congo. I'm from Africa Congo. Natoka Africa Burundi. I'm from Africa Burundi. Hiyo ni majibu ambayo tunawapa watu. So those are the answers that to give those people. Na kipindi nilikuwa najifunza neno hili, and when I was learning this nikaja kukumbuka habari ya Yona. I remember the history of Jonas. Yona wakati aliambiwa aende Ninawi kwenda kuonya mji wa Ninawi, when Jonas was sent by God to see the yeye alipenda kupenda, akapenda kukimbia. He'd like to escape, kwenda kwenye mji wa Tarasisi. He'd like to go to Tarasisi. Biblia inasema hapo kwamba alichukua chombo kwa kwenda kule. And the Bible says he took a ship to go to Tarasisi. Na walipokuwa kwenye chombo kukaja mawimbi. And when he was traveling, there was wabaharia wakaanza kuulizana, hichi kitu kimetokea na nini? Tuanze kuulizana sisi kwa sisi. And the Marines start asking questions among them. Wakaenda kumkuta Yona amelala kule. And they found Jonah sleeping somewhere. Ilibidi wamuulize. So they asked him, unatoka wapi? Where are you coming from? Unatoka wapi? Where are you coming from? Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord. Kuna maswali ambayo karibuni 4 ambayo aliulizwa hapa, lakini sisi tunalenga unatoka wapi? There are like 4 questions that have been asked, but we're going to focus on the question, where are you coming from? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Bwana Yesu atukuzwe sana. Praise Lord. Hebu twende fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo. Please open with me the book of Genesis. 12 chapter 12 mstari wa kwanza from verse 1 na mstari wa pili and verse 2. Tunaposema mtusaidie kuomba vijana, mnakuwa mko askari. So when you ask you young people to help us praying, you should be like soldiers. Sio kwamba wachungaji ndio watakuwa wanasoma au wazee. Tunaomba vijana. The others or pastors. So I'm going to read on behalf of the ambaye amepata tusomea hapo Mwanzo 12. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza na pili. Ndio. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Tunakwenda kuchukua lile neno letu kutoka. We're going to take our words which is, where are you from? Mungu akamwambia Ibrahim, and the God said to Abraham, toka wewe, live na jamaa yako, with your whole family, na familia yako, with your whole family, katika nchi yako, from your own country, na uende nchi mimi nitakayokuonyesha, and go to the country that I'll show you. Ina maana Mungu alikuwa anamwandaa Ibrahimu kutoka pale alipo aende katika nchi nyingine. That means God was preparing Abraham to leave this place to go to another place. Na Biblia inasema kwamba kuna baraka ambazo alikuwa amemwandalia Ibrahimu kule ambapo atakwenda. And the Bible says there were a lot of blessings that God was preparing for Abraham where he will go. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Ninaomba uniazime macho yako. Naona wengine wako macho chini. Please lend me your eyes. Naomba uniazime macho yako tujaribu kutazamana. Please lend me your eyes. Kutoka. Coming from. Na kutoka ambayo tunakwenda kuzungumza hapa, the coming from we're going to talk about, sio kutoka katika nchi fulani. It is not coming from one country. Sio kutoka katika matope fulani. It's not coming from wood. Au sio kutoka labda mtoto anachezea kwenye snow mwambie toka hapo. And it's not coming from like stopping a baby playing in snow. Bali kutoka ambako tunataka kuzungumza siku ya leo, but the coming from we're going to talk about today, ni kutoka katika dhambi. It is coming from sin. Kutoka katika dhambi. Coming from sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Kutoka katika dhambi. Coming from sin. Najua sisi wote tuliopo hapa, I know that all of us who are here, kama tunaitwa wa Kristo, if we are called Christians, ina maana kuna nafasi ambayo tulitoka. That means we come from a certain place. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Unajua hilo? Do you know that?
Kama unaitwa wewe Mkristo, ina maana una nafasi ambayo umetoka. If you are called a Christian today, that means you come from somewhere. Ninaweza kusema hivi, I would like to say this. Zamani kabla hatujawa Wakristo, A long time ago, when we were not Christian yet, tulikuwa tunatumikia mfalme mwingine. we were working for a different king. Tulikuwa tunatumikia mfalme wa dunia hii. We were working for the king of this world. Na kipindi sasa tukaona kwamba muda wa kutumikia mfalme wa ulimwengu umeisha. And when we realized that the time to work for the king of this world is over, tukaamua sasa kwenda kwa mfalme mwingine. We decided to shift to another king. Ndiye anaitwa Yesu, who is called Jesus. Na hapo ndio tukapata lile jina kuitwa Wakristo. And that's where we got the name Christian. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Praise Lord. Kama wewe unaitwa Mkristo, if you are called a Christian, ina maana wewe una nafasi ambayo ulitoka. That means you came from a certain place. Na ndio maana unaitwa Mkristo. That's why you are called a Christian. Fungua pamoja nami kitabu cha Wakorinto wa pili. You can open with me the second book of Corinthians. Wakorinto wa pili, sijui bwana wa mitambo kula kutuwekea vitu kwenye TV. Second Corinthians 6 tunasoma mstari wa 14, baadaye tunaruka wa 17. So Second Corinthians chapter 6 verse 14, and we're gonna skip up to verse 17. Nasoma katika jina la Yesu. Wa Korinto wa pili sura 6 mstari wa 14 taruka hadi mstari wa 17. Biblia inasema, msifungiwe nira moja pamoja na wasio amini, kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Luka 17. Na Luka 17. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka. Coming out from sin. Kutoka. Coming out from sin. Hapa tunasikia jinsi Paulo anavyoshauri. So we just heard about how Paul is going to advise. Paulo anasema kwamba kuna urafiki gani kati ya giza na nuru. Paul says there is no friendship between light and darkness. Kati ya wasioamini na wanaoamini. There is no friendship between believers and unbelievers. Kuna urafiki gani? What kind of friendship is there? Alafu pale kwa 17 and at verse 17, alafu Paulo anashauri hivi. And Paul advised, anasema utoke. You should come out from that. Toka katika ushauri huo. You should come out from. Toka hapo mahali ulipo. You should come from that place. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Na ndio maana tumesema ya kwamba kuitwa Mkristo, that's why we said to be called a Christian, kuna mahali tulipokuwa. There is a place that belonging. Tumetoka huko. And we came out from that place. Na tena alafu inatuambia kwamba kutakuwa tena ushirika gani kule ambako tumetoka tena tuweze kuwa napo na ushirika. And the Bible says there is no relationship between the place that we were before and the place that we are now. Ndio maana Paulo akasema kwamba utoke. That's why Paul said you should come from. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Paulo anasema kwamba utoke. Paul said you should get out. Paulo ananiambia na mimi nitoke. And Paul told me that I should get out. Ngoja nikupe habari moja. And let me give you another story. Kuna siku moja tulikuwa kwenye mkesha fulani kwenye chumba chetu cha maombi. There is one day that we somewhere praying. Waliokuwa siku hiyo nafikiri watakumbuka ile ambalo nataka kuzungumza hapa. And those who were there they will remember what I'm going to talk. Kuna ufunuo ambao ulitoka kwenye hicho chumba. There is a revelation that came from that room. Kuna ufunuo ambao ulitoka. And there was a revelation from that room. Na ufunuo ulikuwaje? And that revelation was,
tulianza kuulizana sisi kwa sisi mle tulipokuwa, and we started asking one another, na hilo ulizo lilikuwaje? and the question was, kwa nini? why? Kwa nini Why? unashikamana na huyu Yesu hutaki kumwacha? Kwa nini? Why do you stick with Jesus and you don't leave him? Kwa nini unashikamana na huyu Yesu? Why do you stick with Jesus? Baadhi ya wamoja ambao walikuwa mle ndani, As some of the people that were inside, kuna majibu walianza kutoa. they gave some answers. Wamoja walisema hivi, Some said, siwezi kumwacha huyu Yesu kabisa, I can't get rid of Jesus maana amenitoa mbali. because he took me from a very long way. Amenitoa mbali. He took me from very long way. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Wamoja walianza kujibu hivyo. Some answered this in that way. Yaani walianza kupimanisha maisha yao ambayo yalikuwa ya zamani, So they start comparing their na maisha ambayo past life sasa hivi wanakuwa nayo, and their current life. wakasema kwamba hatuwezi kumwacha And they concluded that we cannot leave Jesus kwa sababu Yesu ametutoa mbali. because he took us from very long Bwana way. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Na hiyo ni lazima, ni muhimu kwetu That's imperative and very important. mtu kuwa na kumbukumbu, To have memory. mtu kuwa na kumbukumbu ya kukumbuka ulikotoka. To have memory of where you come from. Inasaidia sana Ukristo wa mtu. That's how a lot in your Christianity. Kama wewe ni Mkristo If you are Christian ambaye haukumbuki ulikotoka, that do not remember where you came from, unakuwa na Ukristo wa kulegalega. so you have a Christianity that is Na not ndio good. maana utakuta kama ni leo nitakwenda kanisani naweza kwenda, That's why you decide sometimes you go to church. kama ni kesho naweza kwenda kwa maombi sawa, Maybe tomorrow I'll go to the prayer kama siwezi service. kwenda sawa. Sometimes I don't go. Yaani unakuwa na Ukristo wa kulegalega kwa sababu haukumbuki So ulikotoka. you have a doubtful Christianity because you don't remember where you came from. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Inatakiwa sisi wa Kristo So it's important for Christian kuwa na kumbukumbu ya kujua kwenye tulitoka. to have core memory of where we came from. Inatusaidia sana. That's very helpful. Alafu kunakuwa na kingine kitu, And we also have another thing. mtu ambaye tunatakiwa kujua, The person should know ninatoka wapi where are you coming from na ninakwenda wapi. and where are you going to. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tukiwa tunajua hilo, If we know that, naona ya kwamba Ukristo wetu unaweza kukakomaa, our Christianity will be strong kwa sababu unajua kwamba nilikotoka ni wapi because you know that where you came from na ninakokwenda ni wapi. and you know where you go. Sijui wewe uliye hapa kama unajua mahali unapokwenda. I don't know if you guys who are here present, you know Hebu where you muangalie go. kwanza jirani yako usoni, umuulize kama ni wapi unakokwenda. Please have a look at your neighbor and ask him where he's going. Muulize, unajua unakokwenda? Ask him, do you know where you are going? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Amen. Inatakiwa ujue unakokwenda, You should know where you are going. lakini kama hujui unakokwenda, If you don't know where you're going, utakuwa na Ukristo wa kulegalega. you have a doubtful Christianity Unakuwa na maamuzi yasiyokuwa mazuri. and you're going to have bad decisions. Sijui leo niende kanisani, Sometimes you decide to go to sijui church. niende kumaombi. Sometimes you decide to go to the prayer. Yaani unakuwa na kulegalega kwa sababu haujui unachokifanya. So you are not strong in your Christianity because you don't know what you are doing. Lakini nakwambia ndugu yangu, But I'm telling you today, inatakiwa ujue unakotoka you should know where you come from na unakokwenda. and where you are going. Wana wa Israeli kipindi wametolewa Misri, The people Israel, when they came from Egypt, Mungu akawaambia natakiwa mwende kwenye nchi yenu ya ahadi, and God told them they should go to your promised country, Kanaani. which is Canaan. Na hivyo walijua And that they know, kuna wapi tunatoka they know where they came from, na kuna wapi tunakwenda. and they know where they are going. Sijui wewe unajua hilo. I don't know if you know that. Na sisi tunajua kwamba tunatoka kwa shetani And we know that we are coming from error, na kuna sehemu ambayo tumewekewa and there is a place reserved for us, uzima wa milele which is eternal life, kwa wale ambao wamemwamini Yesu. for those who believe in Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ujue kwamba sisi tunapokwenda Just know that where you are going, tuna mahali ambapo tumewekewa there is a specific place that is reserved for us, kwa wale watu
ambao wanajua kwamba nimeisha toka sehemu fulani, for those who know that where they wana mahali ambayo wamewekewa, there is a place special for them, uzima wa milele, which is eternal life. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Alafu kuna jambo siku hizi ambalo linatusumbua sisi wanadamu. There is an issue that is disturbing as a human being. Au naweza nikasema kuna jambo siku hizi linatusumbua sisi wa Kristo. And there is an issue that is disturbing Christians. Kwa sababu kutokujua utofauti. If you don't know the difference. Na tunachukua zimoja dhambi tunaziona kwamba hizi ndio dhambi kubwa. And we are trying to keep categories between sin that some of sin are big. Na zingine tunaona kwamba hizi ni dhambi ndogo. And some of sin we call them small sins. Hiyo inakuwa ni hali ambayo tunakuwa nayo. That is an issue going on. Wengi wanajua kwamba usharati ndio dhambi kubwa kabisa. Most of people don't know that adultery is the biggest sin. Kuna sana jitenga na hiyo. So sometimes you cannot do that. Au kuiba ni dhambi kubwa kabisa. Some of them they know that like stealing is the biggest sin. Na mtu anajitenga na hiyo. And that person will not do that. Na alafu kinachoshangaza, but what is surprising, hata kanisa ikisikia kwamba fulani ameiba, even if the church, if it's not that someone stole, wanasema they say, fulani kweli, that person. Yani wanaichukua kama kitu kizito sana. So they take it as a huge thing. Na kuna vingine ambavyo tunadharau kama ni vidogo, dhambi ndogo. And some sins that we are underrating and taking them like small sins. Mfano uongo. Like lying. Uongo. Lying. Watu wanachukua kama uongo ni dhambi moja legelege. Some people take like saying lie like a small sin. Kutetana wanachukua kama ni kosa moja legelege. Like talking behind. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Hii watu wanachukua zimoja dhambi kuwa nzito kama kubwa na zingine wanaziona kama ndogo. So people are taking some sin like big and other sins like small ones. Nataka nikuambie kwamba dhambi zote ni sawa sawa. I'd like to tell you that all the sins are the same. Wewe ambaye unaiba, the one who's stealing, na yule ambaye anasema uongo, and the one who's telling lies, yeye wote ni hukumu. You'll all be judged. Yeye wote ni kwenye lile ziwa la moto. You'll all go in the hell. Dhambi zote ni sawa sawa. All the sins are equal. Ngoja nifafanue kuhusu uongo. Let me describe a little bit. Nafikiri mnajua kama nyinyi ni wasomaji wa Biblia. Mnajua kosa ambayo ilisababisha Anania na Safira mkewe kufa. If you are a good reader of the Bible, I'm going to tell you something. Do you know what makes Anania and Sapphira dying? Mnajua hiyo? Do you know it? Sababu ya uongo. Because they talk lies. Na sisi and us tunachukulia uongo kama ni kitu kimoja legelege. And we are taking lies like something very small. Ambayo sasa hivi kanisa uongo ndio umetawala sana. But in the church the lies are taking very big part. Kutetana ndio umetawala sana. Talking behind is what is supervising the church. Mimi Mungu aliweza kunisemesha kuhusu jambo hili. God talked to me about this. Na mimi siku moja ngoja nikwambie habari hii. And one day let me talk to you about this story. Mimi nina wajukuu zangu wa Marekani. I have a grandson who are Americans. Unajua wa Marekani wanapendeka kula vitu tudogo tudogo kama mikate, wali, ndio vitu vyao. And you know Americans want to eat like rice, bread. Sasa mimi kwa kutaka wale wajukuu zangu wale ugali wa kwetu nyumbani, so before I wanted my grandson to eat ugali, nikaanza kuambia maneno ya uongo. I started talking lies to them. Unajua kisi nilianza kuambia? Do you know what I told them? Kwa sababu wajukuu zangu wanapenda sana kutoka kwenda park sana. Because my grandson I want to get out to park. Sasa mimi nikaanza kuambia wajukuu zangu, kama mtakula ugali, sitawapeleka kupark. And I started talking to my grandson, if you don't eat ugali, I'm not going to take you to the park. Watoto wananyenyekea, wanakula ugali. And they became humble and they start eating ugali. Alafu wananidai, babu, sasa namna gani twende sasa? And they asked, grandpa, what's going on? Can we go now?
Mimi ngojea. And I started, wait. Na kipindi mimi nimezoea kuambia hao wajukuu zangu, si naona kama ni watoto wadogo tu. And because I used to talk to my grandson, I just see them like small. Nazoea kuambia hivyo. And I used to talk to them that way. Lakini siku moja, but one day, Roho Mtakatifu akanipenda kunisemesha. the Holy Spirit talked to me. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Roho Mtakatifu akanikumbusha hivi. The Holy Spirit reminded me that. Unajua waongo wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Do you know that all those who are taking lies, they are placed in the hill? Unajua waongo wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Do you know that all the people who are talking lies? Hiyo sauti nikawa naisikia karibuni safari 3 hivi. And I heard that voice like 3 times. Inanijia sana. It was coming most. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Nikasema kumbe ile ambalo nawaambia watoto wadogo, na mimi nadharau tu kuona si ni watoto kama vile watoto zangu. Then I realized that what I'm talking to those. Lakini Mungu akapenda kunikumbusha. But God wanted to remind me. Na ndio maana na mimi napenda nikukumbushe ndugu yangu ambaye yuko hapa. So that's why I would like to remind you, my brother. Angalisho na uongo. Pay attention to lies. Toka katika hali ya uongo. You should get rid of lies. Toka katika hali ya matetano. You should get right of talking behind other people. Sisi kanisa tumezingatia sana hilo. As a church, we focus on that. Na kudharau kwamba ni dhambi ndogo tu. And undermining them. Hiyo sio dhambi. And it said, that's not a sin. Tunaendelea kuishi katika hiyo hali. So we continue living in that situation. Lakini nakwambia ndugu yangu, toka katika hiyo. But I'm telling you, my brother, you should get rid of that sin. Unaweza ukakosa ufalme wa Mungu. You can miss the heaven. Unaweza ukakosa mbingu. You can miss the heaven. Ngoja nikupe habari moja ya ushuhuda ambao niliwahi kufuata. Let me give you a testimony that here. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Kuna mama mmoja ambaye alitumikia ulimwengu wa huko chini. There is a woman who worked for the devil. Miaka 990. For 990. Anatumika katika ulimwengu wa giza. He was working for the devil. Yaani yeye alikuwa chini ya yule mtawala yule Lucifer. So he was just after Lucifer. Na huyu mama nilipofuata ushuhuda wake, and when I found the testimony of that woman, kuna mambo mengi ambayo alisema. She spoke about a lot of things. Cha kwanza ambacho ninaweza ukisema tu, alikuwa akisema hivi. The first thing that I'd like to share with is, yeye alikuwa na uwezo wa kuwatokea labda wachungaji. So she was able to come in front of pastors. Na anafika pale anasema, mimi ni Bwana Mungu. And he may come in front of pastors and say, I'm the Lord. Ninasema hivi. I'm God and I say, ni mimi Mungu. I'm the God. Alikuwa akifikia hata kwa Wakristo. And he was coming from Christians. Anasema, mimi Bwana Mungu ninasema. I said, I'm God and I say. Na watu walishika hiyo sana. And people took that. Huyu mama anasema kwamba watu walishika hiyo sana kusema kwamba Mungu anasema, na wakaanza kuishika hiyo. And the woman said that people took that seriously. Kumbe hakuwa ni Mungu, alikuwa ni huyo mama yeye mwenyewe anafikia. But it was not God, but it was that woman who was saying that. Alafu akasema hivi. And when she said, uko chini, in the hell, katika ulimwengu wa pili, in the second world, kumejaa watu wengi sana. There are thousands of people. Zaidi sana alisema wana mama, wanawake. And she said most of people who are there are ni wengi sana. There are a lot. Huku sisi tunasema kwamba fulani amekwenda mbinguni, aseme wote wako huko chini, wako wengi. Sometimes we say, that person went to heaven, but Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie. Praise the Lord. Yaani tunakuja kanisani, sometimes we come to church, na huku kumbe hatujatoka katika ile hali isiyokuwa nzuri. But we still doing our old stuff. Sisi tunakuona tu, ama wewe unaniona kwamba kweli fulani ni mtakatifu. So we see you and you can see that this person has become holy. Kumbe bado tunakuja tu ni kimwili tu. But we are here boldly. Hatujatoka. We are not coming from that sin. Kwa hiyo ninakuambia ndugu yangu, so I'm telling you my brother, toka katika hali hii.
You should get out from that. Ile hali ambayo nakushuhudia Roho Mtakatifu unaweza ukakosa mbingu. That situation that the Holy Spirit is talking to you that can make you miss heaven. You should leave it. Siku ya leo utoke. You should come out from that situation. Na neno letu hili, and how will kunakuwa na vipengele vitatu ambavyo vinaweza kutusaidia sisi kutoka mahali tulipo. We have 3 steps that can help us come out from the place that we are now. Andika hivi. Put that down. Kuna maneno matatu ambayo yanaweza kutusaidia kutoka mahali tulipo. We have 3 things that can help us get out from where we are. You can write it down. Kuna maneno matatu ambayo yanaweza kutusaidia kutoka mahali tulipo. We have 3 things that can help us come out from the place that we are now. And you can write it down. Cha kwanza, the first thing ni kujitambua. To recognize yourself. Ili wewe uweze kutoka mahali ulipo, ni lazima ujitambue, uwe na kumbukumbu kujitambua. So for you to get out from that place, you should identify yourself. Hichi ninachofanya ni sahihi au je? You should know that what I'm doing, is it good or it's not good? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Cha pili, ukishajitambua, the second thing after you have identified yourself, inatakiwa kuchukua uamuzi. You should make a step. Uamuzi, andika. You should take a decision. Ninakuambia uandike kwa sababu uandae na nia yako vizuri, labda unaweza kusaidia hata watu wengine. I'm telling you to write down because so you can keep it neat and you can also help other people. Tusome kwanza kitabu cha Wafalme wa Pili. Let's read the second book of Kings. Wafalme wa Pili sura yake ya 7 mstari wa 3 na wa 5. We're gonna read the book of 2 Kings chapter 7 mstari wa 3 na 5. Tunasoma kitabu cha pili cha Wafalme sura yake ya 7 mstari wa 3 na wa 5. Tutaruka wa 4. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? 4. Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. 5. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo ninakupa historia ya wenye ukoma 4. So I'm giving you a story of those people of leprosy. Biblia inasema kwamba kuna mtumishi wa Mungu Elisha alitabiri njaa ambayo itakayoingia Samaria. The Bible says that there's a servant of God who is called Elijah who prophesied to the hunger that will get in Samaria. Na hiyo njaa kweli iliingia. And there was a huge hunger in Samaria. Chakula kikapanda bei. And the price of food went up. Basi hawa wenye ukoma walikuwa pembeni ya mji huo. And those lepers were staying on the neighborhood of that city. Wakaona ya kwamba njaa inaanza kuua watu. And they saw that the people are dying of hunger. Basi wakakumbuka kitu kimoja. So they remembered something. Wakasema sisi hapa tunakaa hapa. And they said, we are staying here. Njaa hiyo inakuja tutakufa. And the hunger is coming, we're gonna die. Tukisema kwamba twende mjini kule kwenye kuwa jeshi la Washami, tutakufa. If we say let's go in the city where there is Sham army, we're gonna die. Tutafanya nini? So what we're gonna do? Wakaja kupata jibu kwamba kuliko kukaa hapa tutakufa, kumbe afadhali twende tu. So jeshi la Washami. They got announced that instead of staying here and dying, so it's better we go to the army of Sham. Biblia inasema hivi, wakasema kwamba kama wale watatuua sawa. And the Bible says, if that army gonna kill us, that's okay. Kama watatuhifadhi sawa. If they're gonna keep us, that's okay too.
Biblia inasema kwamba wakatoka mahali walipo wakaenda kule. And the Bible says they left the place where they were sitting and they went to the Sham. Na ukiendelea kusoma hapo chini, Biblia inasema kwamba walipokuwa wanakwenda, wale Washami ambao walikuwa kule, majeshi ya Mashami, wakaanza kukimbia kusikia mashindo tu. And the Bible says when they were going to the Sham army, and when the Sham army listened to the voices of people coming, they start running away. Yaani vishindo vya wale wenye ukoma wane wanakuja. And that's the sound of the walking of those people of lepers. Mungu akageuza kule kwa Washami kuwa kama kitu kikubwa sana. And the people God changed the walking of those lepers to the Sham army. That's a big thing. Wakaona kama wanafuatwa na magari ya majeshi. And they realized that maybe there are cars coming. Wakakimbia. So they ran away. Na wale wenye ukoma wakarizi pale ile nafasi. And those lepers took place. Wapo chakula na nini vyote wakaanza. And they took all the stuff that were there. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Tunasema ya kwamba katika somo hili we are saying that in this subject kuna haya mambo matatu. We have those three things. Kwamba hawa watu, those people, walijitambua kwamba tunapokaa hapa tutakufa. They identify that when we stay here we're going to die. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. That was the first thing. Walijitambua kwamba hapa tulipo, tukiishi hapa tutakufa tu. They realized that when we stay here we're going to die. Jambo la pili, the second thing, wakachukua uamuzi. They took a decision. Baada ya kutambua kwamba sisi hapa tulipo tutakufa, kwa hiyo inatakiwa tuchukue uamuzi, afadhali tuende kule. After realizing that if we stay here we're going to die, they took a decision to move. Cha tatu, wakatoka. And the third thing, that they moved. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Hivi ni vitu vitatu ambavyo hawa wenye ukoma wale walivifanya. So those are three things that those lepers did. Kujitambua, identifying, uamuzi, making decision, na kutoka pale, and taking the next step or moving. Ili wasaidia kupata uzima. That's help them to get life. Labda wangekaa pale, maybe if they would stay there, wangekufa. They would die. Lakini kwa sababu walichukua hivi vitu vitatu ndani ya maisha yao, but because they took those three things, viliwasaidia kupata chakula na wakaishi. It helped them to get food and they lived. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Na wewe ndugu yangu ambaye uko hapa, and my brother who is here, tunasema juu ya kutoka. We are talking about coming. Ujue mahali unakotoka. You should know where you are coming. Na ujue mahali unakokwenda. And you should know where you are going to. Sijui una maamuzi gani. I don't know which decision you have. Kwa sababu kwa kuweza wewe ili uweze kutoka mahali ulipo, for you to get out from where you are, lazima uwe unajua kujitambua. You should identify yourself. Jua kujitambua. You should identify yourself. Yaani unapofanya kitu kama ujitambui, if you do things and you don't know what you are doing, bado ni shida. That's a problem. Hautatoka. You can't live. Lakini ninapojua kwamba nimemwambia huyu mjukuu wangu uongo, hii ni kosa hii. But if you know that I talk lies to someone, inatakiwa this is a mistake, I should leave it. Hapo umejitambua. And that way you realize what you are doing. Cha pili, the second thing, uamuzi. Making decision. Umeshajitambua. Sasa mimi hapa ninapokaa, after you realize that the place I am now, hapa ninapokaa, the place I'm sitting now, je, ni maisha mazuri ama je? Is it better life or what? Na yani baada ya kuamua, and after make decision, ya kuona kwamba mahali hapa ninapokaa mimi sio sahihi, and saying that the place that I'm sitting now is not the right place, utachukua uamuzi wa kuweza kutoka. Are you going to take a decision to move? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Tuone maana ya kutoka ni nini? What's the meaning of coming out from? Maana ya kutoka ni nini? So what's the meaning of coming out? Kutoka ina maana ya kwamba nilikuwa hapa. Coming out means I was at a certain place, ninakwenda mahali pengine, and then I moved to another place. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord. Hiyo ndio maana ya kutoka. That's the meaning of nilikuwa sehemu fulani, I was at a certain place, na nimekwenda sehemu nyingine, and I'm moving to another place.
Na Yesu leo anapenda kwamba utoke mahali ulipo. And Jesus wants you to come out from where you Ile are. ambayo Roho Mtakatifu anashuhudia ndani ya maisha yako kwamba hichi si vema ndani ya maisha yako, ni vizuri utoke. That things that the Holy Spirit is teaching you inside that this is not good, you should get rid of. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Usikose uzima wa milele. So you don't miss the eternal life. Usikose mbingu. So don't miss the Ni heaven. vizuri tutoke. It is good to live. Tuache uongo. You should stop Tuache lying. mapetano. You should stop talking behind us Hii people. Mungu mimi ndio amenikazania sana kabisa hii niseme tuache uongo kanisa, tuache So uongo. God stressed on that so I can speak it. Kwa sababu kuna mahali tunakwenda. We should stop lies because there is a place we are going. Utakuja kukosa mbingu kwa sababu ya huo You're uongo. gonna miss the heaven because of lies. Utakuja kukosa mbingu kwa sababu ya kudharau. You're gonna miss the heaven because of negligence. Toka ndugu yangu. Come out. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Ninakushauri toka ndugu yangu. I'm advising you to come out. Toka katika hiyo hali. You should come out from that situation. Imetakiwa sisi tujue mahali tunakokwenda. What is needed is to know where we are going. Kanisa sio vizuri ya kwamba tuwe tunakaa tu kukosa kujua mahali tunakokwenda ni wapi. So it is not better for the church just staying and not knowing where we are going. Kwa hiyo tutoke. We should come out. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Lord. Naona muda wangu umeisha. I think like my time is over. Amen.